kwa sababu kila mahala maasi yamefanywa kwa mepesi, mfano wake hakuna. Kwa hiyo ukiweza kujizuia wewe, hiyo ni jihadi, umepigana. Sasa hivi kuna Instagram, kuna TikTok, kuna Facebook, sio kuna Viber, sio Fiber, kuna kila aina ya mitandao, na kote huko kuna mitihani. Sasa ukiweza kujizuia kutokuyaendea maasi, maana yake umepigana jihadi. Kwa jihadi iliyokuwepo katika zama zetu ni jihadul nafsi, ni jihadi ya kupambana na nafsi yako kutokana na maasi yaliyokuwa yameenea sasa hivi duniani. Kila mahala kuna maasi. Madhambi yamekuwa ni mepesi kulikoni kheri katika dunia ya leo. Dhambi zimekuwa nyepesi kulikoni kheri. Sasa hivi mwanamke amekuwa ni kiumbe wa bei ya chini kulikoni hata kuku, kipande cha kuku. Maana sio kuku mzima, kipande cha kuku. Mwanamke amekuwa ni bei rahisi kulikoni kipande cha kuku. Ukienda kununua kidali utaambiwa kidali 4,000. Ukienda kununua kidali American chips pale, kidali 4,000. Lakini ukienda maeneo ya Tandale mwanamke anauzwa mpaka shilingi 2,000. Unaona maasi yalivyokuwa mtihani? Yaani imefika mahala mwanamke amekuwa ni bei rahisi kulikoni kipande cha kuku. Imefika hatua wanawake wanajiuza mpaka shilingi 1,000. Maana hata filigisi imekuwa na bei 1,500. Ndio dunia ya leo ilipokuwa imefikia. Sasa ukimwona mtu anaweza kujizuia kutokana na maasi, maana yake huyo yupo katika jihad, yupo katika mapambano makubwa sana katika zama tulizokuwa nazo. Kwa hiyo ni katika miongoni mwa amali inayopendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala ni aljihadu fi sabilillah, kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala.